Akizungumza katika hafla ya ufungaji wa mafunzo huko katika chuo cha polisi Ziwani kilichopo mkoa mjini Magharibi Unguja, Kamishna Polisi CP Kombo Hamis Kombo amesema kitendo cha kuwapatia mafunzo wahitimu hao kinaonyesha upendo na heshima, kwani kuna mafanikio mengi yaliyopatikana katika chuo hicho na ni moja ya maboresho kwa viongozi wa vikosi katika kuwafundisha wanafunzi hao. Afande Kamishna Kombo Hamis Kombo ametoa nasaha kwa wahitimu hao sambamba na kuwataka kujiweka imara katika mazoezi na kazi kwa uweledi ili kuhakikisha nchi inakuwa salama. Naye mkuu wa chuo hicho ambaye pia ni kamishna msaidizi mwandamizi SCP Moses Nekemia Funde ametoa taarifa ya tathmini katika ufungaji wa mafunzo hayo, pamoja na kusema licha mafunzo waliofundishwa wanafunzi hao, lakini pia wamepata mafunzo ya kivita kwa uadilifu na ustadi mkubwa, jambo linalompa imani kwa wanafunzi hao na kuwasisitiza kuyatendea kazi vyema kwa wananchi ili kuweza kuleta manufaa mazuri kwa jamii. Akitoa risala kwa niaba ya wanafunzi wenzake, ndugu Mariam Jumanne Farayo amesema mafunzo hayo ni nyenzo muhimu na kuahidi kuyafanyia kazi sambamba na kuelezea changamoto zinazowakabili katika kambi hiyo. Katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kazi za Jeshi la Polisi, baada ya kutoka hapa chuoni na kurudi kwenye komandi zenu, nawaelekeza kufanya yafuatayo: moja, kushiriki vyema kwenye suala zima la utoaji elimu juu ya mambo ya kiusalama na kuwawezesha wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kulinda, kuheshimu na kudumisha uhuru wa nchi yetu na kuepuka kujiingiza kwenye mihango ya kisiasa yenye kuchochea vurugu na kuleta uvunjifu wa amani. Kuharakisha upelelezi wa kesi za jinai na kushughulikia vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Pia kuimarisha mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu za nyaraka za serikali. Tukaimarisha mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka za serikali, isiwe zikaonekana tena zinakuja kuziona kwenye mitandao ya kijamii. Ukizingatia mafunzo haya yamehitimishwa kwa muda mwafaka, ambapo sayari yetu ya dunia imebadilika na kuwa kama kijiji kidogo kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nyanja za mawasiliano, ambapo baadhi ya wahalifu wameamua kuitumia kama fursa ya kutenda makosa ya jinai kwa njia ya mitandao, yakiwemo ya wizi, lugha za matusi, uchochezi, utapeli, udanganyifu, uongo, udukuaji wa mawasiliano ya watu wengine, udhalilishaji, kudai pesa kwa vitisho kwa maana ya demanding money by menace na kadhalika. Kwa mantiki, naombeni mtumie maarifa mlioyapata kuwahudumia wananchi na kutatua kero zao, hasa zinazohusiana na vilio vya wizi wa mitandaoni, kwani tukiamua uwezo tunao wa kudhibiti wimbi hili kwa kutumia wataalamu wetu wa cyber. Nikiripoti kutoka B2B, mimi ni Mariam Khair.